Watu wengi wanaanza channel za YouTube kwa sababu wanataka umaarufu na pesa, lakini baada ya miezi 3 au 4 basi wanaacha kwa sababu wanakata tamaa. Sawa, leo nitakuonyesha siri ya kupata wazo la channel ambalo sio la kukupa stress, na litakupa views, lakini pia litaweza kukufikisha kwenye malengo ambayo umekusudia. Maana kila mtu anayeanzisha channel ya YouTube basi anakuwa na lengo. Karibu kwenye channel hii, inaitwa Director Sam na hii ni Sam Online Skills, ambapo tunakufundisha namna gani ya kuweza kukua kwenye YouTube, lakini pia kuna video nyingine ambazo tumekufundisha namna gani ya kuweza kutengeneza application, basi usiache kuzitazama. Yeah, Sam Online Skills, cheza mbele. Uchumi wako anza sasa, usiogope. Cheza mbele. Jifunze app, web. Ili kupata wazo bora unahitaji mambo makuu matatu ya kutane. Kwanza ni kitu unachokipenda, lakini pili kitu unachokijua. Tatu ni kitu ambacho kinahitajika kwenye soko la YouTube. Na maanisha nini? Kama una wazo ambalo unaona haulipendi, kwa hiyo hata ukifanya basi itakuwa ni ngumu kwako, utakuwa unaboeka. Na kama unafanya kitu ambacho kijui, basi utakuwa haukifanyi kwa usahihi. Lakini kitu cha tatu, kama unafanya kitu ambacho akipo kwenye soko, basi utakuwa unafanya unajifurahisha, lakini mwisho haufikii malengo yale uliyokusudia. Kwa hiyo hakikisha lile wazo unalokuwa nalo miongoni mwa yale mawazo unayochagua ambalo unaona kwamba hiki ni kitu ambacho nakipenda, lakini pia ni kitu ambacho nakijua naweza nikakifanya, lakini chagua pia kitu ambacho kinahitajika ili usipoteze muda. Kama unataka pesa haraka kwa hasa mwaka huu 2026, maeneo haya ni ya msingi sana kuweza kuyaangalia: upande wa fedha na biashara, kufundisha jinsi ya kutengeneza pesa, jinsi ya kuwekeza, jinsi ya kufanya biashara ndogo ndogo, masuala ya teknolojia pia. Eneo la pili ni upande wa teknolojia, jinsi ya kufanya unakuwa unafanya tech reviews, unafanya reviews za simu, unakuwa unafanya reviews za apps, unafanya reviews za computer na vifaa vingine vya kielektroniki, kwa sababu watu wanahitaji kujua vitu hivi. Mtu anahitaji kununua simu, anataka ajue hii simu ina features gani, basi huwa wanafuatilia. Lakini pia upande mwingine, upande wa elimu, unakuwa unafundisha. Kama unajua labda lugha tofauti tofauti, unaweza ukawa kwenye channel yako unafundisha. Lakini pia kuna watu of course ni walimu, sawa, by professional ni walimu. Kwa hiyo unaweza kuwa na channel yako ya YouTube unakuwa unafundisha, sawa. Lakini pia kitu cha msingi cha kuangalia pia, kabla hujaanza channel yako, hakikisha unafanya utafiti. Usihisi tu kwamba labda kitu fulani kitakuwa kitaweza kunisaidia kufikia malengo. Hakikisha unathibitisha kwamba hiki kitu, je, kinahitajika? Tumia YouTube search engine. Pale kwenye search engine ya YouTube utatype lile wazo lako, uone je, hiki kitu wanakitazama au vipi. Lakini pia angalia kwenye comment section kwamba je, video za namna ile watu wana comment vipi. Kama ukiona kuna maswali ambayo wanauliza pale au hayajibiwi, basi hiyo pia ni sehemu yako ya kuweza kupata content, kwa sababu ukiona swali linaulizwa na halijibiwi na wewe unaweza ukalijibu, basi unaweza kutengeneza content ukaweza kuwapa watu majibu, na hiyo itafanya watu waweze kusubscribe zaidi kwenye channel yako na wataweza kuendelea kutazama video zako, na basi utaweza kufika kwenye lile kusudi lilokuwa nalo. Basi tuambie kwenye sehemu ya comment hapo kwamba wewe unahisi ni content gani ambayo kwa mwaka 2026 inafanya vizuri zaidi. Basi usikose kufuatilia katika video ijayo ambapo tutakuja kufundisha sababu 5 za kwa nini uanze channel ya YouTube mwaka 2026. Katika hayo na mengine mengi, usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kulike kwenye video hii. Naitwa Director Sam. Bye bye. Director Sam bring the light. It go make your future bright. Learn to build app with no code and website, join the pro club. Oh yeah, Sam Global Skills. Yeah, yeah. For the money moves. Grow your YouTube, make you shine. From China, your goods align with Sam Global Skills. Oh, you get global skills.